Siku ya jana kabla hatujarudi juzi, kwa sababu jana unajua chakula kinakuwa hakijaharibika sana tofauti na cha juzi. Cha juzi tutaangalia. Jana nilikuwa nasema inaonekana game ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Nataka kwanza kumsikiza kwanza Somba. Kuna kitu nataka kuzungumza hapa. Mimi nitakuja. Somba. Jana nimekwambia game inaonekana ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Ni kweli. Game ilikuwa. Mbona msikii? Hapo vipi? Tupo vizuri Hapo fresh. Game ilikuwa ngumu jana. Kwa mujibu wa Suma. Kwa mujibu wa Suma kweli game ilikuwa ngumu, lakini na kwa mujibu wa namna ambavyo nimetazama mchezo haukuwa mwepesi kwa upande wa Simba. Tambua Simba imecheza na mabingwa wa Botswana, kwa maana kwamba Gaborone United ni miongoni mwa zile timu 6 ambazo zilikuwa zikicheza kwenye hatua ya awali. Ni wao ni mabingwa, umeelewa? Na katika zile 5 ambazo zimefanikiwa kusonga mbele. Kwa hiyo kucheza na bingwa, kuwa bingwa katika nchi yako sio kitu kidogo. Unajua Botswana pale kuna timu ngumu, Township Rollers, timu za muda mrefu, zina mashabiki. Hata nao pia ni ya muda mrefu Gaborone United tangu miaka 60 wamecheza na Jwaneng Galaxy kwenye ligi yao pale. Jwaneng alishawahi kuwatoa Simba hapa kwa Mkapa. Sio kwingine, ni hapa. Na hata jana almanusura kidogo maiti weze kumngangania mwoshaji. Na mimi nitoe credit kwa kocha, kwa sababu wengi wamekuwa wakitoa maoni ya tofauti kulingana na namna ambavyo timu imecheza. Vuta picha kuitwa kwenye mchezo mmoja, mchezo ambao watu wanataka matokeo aina hii moja, kuvuka tu. Sio kwamba ni si tucheze ili mradi hatuna kocha. Yaani wewe ndio kakae pale kwa Bosheni, watu wanataka kuvuka. Mchezo wa kwanza nilikuwa pale Francistown, Botswana. Kocha wao wa Gaborone United hakuwepo kwenye benchi. Ulisikia ni kwa nini? Swali zuri. Kulikuwa na mkanganyiko baina ya uongozi wa timu na CAF. Inawezekana kwenye masuala ya vyeti na vitu vingine, kwa sababu shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika linamhitaji mwalimu ambaye anayesimama kwenye benchi awe amekidhi vigezo kulingana na taaluma ya kocha na leseni ambazo wao pia wameziweka pale. So kulikuwa na mkanganyiko, na hata baada ya ule mchezo wakati wanarudi nilimuuza mwalimu, akasema kila kitu kipo sawa na nitakuwepo kwa Mkapa. Kwa Mkapa kwenye benchi. Umeona pia namna ambavyo mwalimu hakuwepo kwenye ule mchezo, mchezo ulipokuwa kule Botswana, na umeona namna ambavyo mwalimu alivyokuwepo jana kwenye huu mchezo. Morocco amepewa timu ambayo watu wanataka kuvuka, wataki kitu kingine. Ameriski, lakini pia vile vile umeona namna ambavyo bado Simba inahitaji vitu vingi sana kuliko kumuelezea zaidi mwalimu yeye mwenyewe ambaye kazi yake ni ameshaimaliza. Unajua Simba ikicheza wachezaji na mashabiki wote wanalala hoi. Kwa nini? Unanielewa? Kwa sababu bado timu ina pressure sana. Na hasa kwenye mechi za mtoano kama hii ambayo wameicheza jana. Kwa mtu yote ambaye alikuwa anatazama ile mechi wakati Gaborone wanasawazisha, Simba wanatengeneza nafasi lakini wanakosa kuziconvert kuwa mabao. Pressure ni kubwa sana kiukweli. Kwa mechi ya kwanza na hata kwa mechi ya pili pia. Kwa hiyo bado Simba unajua inapiga hatua za kwenda mbele. Kwa mfano so far wamevuka kwenda hatua inayofuata ya Champions League ambayo ni jambo zuri sana. Lakini bado haikupi comfortable win. Yaani huoni progression ile ambayo inakufanya ukae uitazame timu. Unajua kuna muda unaweza ukawa unatazama timu inacheza mpaka dakika 80 haijafunga goli, lakini unaamini kuna goli liko linakuja mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo wote tunafahamu ugeni pia wa timu yenyewe, mkuu wa benchi la ufundi pamoja na kuwafahamu baadhi ya wachezaji, lakini pia ni mgeni kwenye timu. Kwa hiyo nafikiri huu ugeni wote ndio ambao unaleta hiyo pressure kubwa inayoonekana kwenye timu. Ingawa viko vitu vichache ni vya kiuwenyeji, na hasa kwa mchezaji mmoja mmoja. Nimekuwa nikimsikiliza mara nyingi sana Edo Kumwembe akizungumza, kuna vitu na mimi nimeanza kukubaliana naye. Morris Abraham anacheza kama MVP. Yaani ni kama mchezaji ambaye amekuepo Simba kwa season 3-4 ndani ya timu. Somba siku moja alikuwa anasema hapa kwamba mchezaji wa mpira
hapewi muda, anapewa mpira. Ukimwona yule Morris Abraham, namna amekuwa comfortable, namna ambavyo anacheza ni kama mchezaji ambaye amekuwepo ndani ya Simba kwa muda mrefu sana. Na kama Simba angepata hata 70% wachezaji ambao wako comfortable, hawa ingizo jipya kama Abraham, pengine hizi kelele zinazoonekana kwamba Simba anapiga hatua, lakini mashabiki na wapenzi sehemu kubwa wanalalamika, hawaridhiki na namna ambavyo timu inacheza, story ingeweza kuwa tofauti. Nafikiri with time na nini wanaweza waka improve, lakini bado Simba inawapa pressure kubwa sana mashabiki na wanachama wake. Tunaye mwenyekiti hapa wa klabu ya Simba, Murtaza Mangungu. Amezungumzia pia kuhusu hayo matokeo, lakini vile vile mchakato wa kumpata sasa kocha katika klabu yao umefikia wapi? Sawa, tumsikie mzee wetu. Nafasi nyingi, mtakosa nafasi nyingi. Lakini tunaweza tukasema tu kwamba ni kweli tumekosa goli 4 za wazi ambazo kama wachezaji wangeweza kujipanga vizuri tungeweza kupata matokeo mengine mapema zaidi kabla ya dakika ya mwisho. Lakini hata hivyo hatuwezi kulia kwenye maziwa ambayo tayari yameshamwagika. Tunachoangalia sasa hivi ni kujiandaa katika michezo inayofuata, kwa maana ya ligi pamoja na hii hatua inayofuata katika michezo ya Club African Championship. Sisi tulichosema tu kwamba tumetafuta coach ambaye ana vigezo na angeweza kupatikana kwa uharaka zaidi. Kwa sasa tumeongea naye yeye na tukaiomba TFF wakalizia, naye amekuja kutusaidia, na kama unavyoona tumeweza kuvuka hii hatua. Kwa hiyo mtaratibu wa kumpata kocha mwingine, nilisema wiki iliyopita, upo katika hatua za mwisho, na pengine soon ndani ya wiki hii tutamtangaza nani atakayekuja kuwa kocha. Najua makocha wanavyoomba, kila mmoja anakuja na utaratibu wake. Mwingine anasema mimi natumia analyst wangu, nataka niwe na assistant coach wangu, lakini na sisi bado tunayo nafasi ya kuendelea kuweka watu ambao wanaweza kutusaidia. Kwa hiyo tutalijua hilo pale ambapo tutakuwa tumeshafikia makubaliano ya mwisho. Hatujawahi kushake. Kitu kikubwa ambacho kinaweza kikatokea kwamba kwa kipindi hiki ambacho tulianza msimu na tulikuwa tumeshajiandaa na program zote ambazo ziliandaliwa na kocha aliyepita, lakini sasa maamuzi ya binadamu mara nyingine huwezi kusimama kati yake na maamuzi yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe ameamua na ameangalia labda jambo ambalo lina maslahi makubwa zaidi na yeye. Huwezi kuzungumzia tu kwamba mtafanya nini ili kuweza kuzuia, huwezi kumzuia kocha au mchezaji kuondoka. Sisi hatuna utamaduni huo. Haya ni mwenyekiti wa klabu ya Simba huyo, Murtaza Mangungu. Mimi nimeondoka na sentence moja. Kwa hiyo ilitakiwa Simba walau wapate mabao 5-1. Unajua hii kuna nafasi 4 zimepotea. Hii kauli unajua sio mtu wa kwanza kuizungumza, kwa sababu Mangungu amesema hizo nafasi 4. Morocco pia nimemsikia amesema kama wangekuepo mashabiki. Sasa Morocco amezungumza mashabiki, wangekuepo mashabiki wangefunga hata mabao 4, lakini nafasi ambazo clear ambazo mimi naona kabisa zingekuwa mabao, zile nafasi 2 za Ahoua. Kapiwa cross ya chini ile, watu wamekuja wamechukua mpira, lakini yeye na kipa kupunguza vizuri, kupasia kwenye wavu akapasia pembeni, nafasi 2. Lakini ukirudi nyuma kwenye idara ya ulinzi, mimi naamini Wilson Nangu atacheza sana pale Simba, kwa sababu aina ya mabeki, Rushan De Reuck ni beki mzuri mwenye kutumia maarifa vizuri mno, lakini pia ana kauzito fulani ambao ndio nature yake. Sasa ukipata beki kama huyu ambaye ni mzuri, ana maarifa, yuko vizuri kwenye kudefend, lazima umpe msaidizi wake ama partner wake ambaye yeye huyu mwepesi mwenye kasi. Umeona Chamu namna ambavyo amewagharimu Simba. Speed yake kutokuwa kubwa, anaenda kusababisha penalty ndani ya boxi, inakuja kuwagharimu. Laiti kama kungekuwa na labda wasingepata na wao pengine bao, tungekuwa tunazungumza mambo mengine sasa hivi, umenielewa? Kwa hiyo kuna mawili nafasi, mimi nadhani zilikuwa 2 kwa Ahoua, japokuwa tumpe credit kwa penalty ile, lakini pia Wilson Nangu kwa namna ambavyo Chamu pale anacheza, anao nafasi ya kuweza kucheza. Unajua Simba wanapaswa kumheshimu sana Ahoua. Unajua kwa bahati mbaya sana kuna makelele yanazungumzwa juu ya style of play ambayo
anaitumia Yan Charles Ahoua, lakini si aina ya wachezaji ambao tunawapata mara kwa mara. Amesajiliwa kuja Simba akiwa MVP wa ligi anayotoka. Haikuwa kwa bahati mbaya. Ndiye mchezaji msimu uliopita aliyefunga magoli mengi kuliko mchezaji mwingine yoyote yule wa Simba aliyekuwa naye. Tangu huu msimu ambao ni mbichi kuanza, ndiye mchezaji pia ambaye amehusika kwenye magoli mengi kuliko mchezaji mwingine yoyote. Unakumbuka mechi ya away alichofanya? Unakumbuka mechi ya ligi ambayo Simba kacheza alichofanya? Unakumbuka alichofanya kwenye hii mechi dhidi ya Gaborone? Huyu ndiye mchezaji wa kisasa ambaye anakupa numbers. Ukitaka magoli, ukitaka assist pale Simba, kwa wachezaji hao walionao kwa sasa, anayeanza ni Yan Charles Ahoua kuliko mchezaji mwingine yoyote. Mchezo wa mpira wa miguu sio kila nafasi inageuka kuwa goli. Yaani mchezo wa mpira wa miguu hauko kwenye mtindo huo. Wanampigia sana kelele, lakini ndiye mchezaji wao bora wa ushambuliaji Simba waliye naye sofa kwenye kikosi mpaka atakapokuja mchezaji mwingine ambaye ana uwezo mkubwa wa kubiti namba zake. Lakini hizi nafasi ambazo zinatengenezwa, unajua mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa maoni. Yaani unapimaje kama hizi ni nafasi za wazi na hizi nafasi zilikuwa tight. Nafasi ambayo kwako unaweza ukaiona ya wazi inaweza ikawa kasomba, isiwe nafasi ya wazi. Sio kila nafasi za wazi zinageuka kuwa magoli. Sio hapa kwetu tu, hata Ulaya huko na sehemu nyingine ambako wameendelea. Mimi nafikiri cha msingi kilikuwa ni kile. Simba alikuwa na mtihani wa kuvuka kwenda hatua inayofuata. Amefanikiwa mtihani wa kwanza, ajipange kwa ajili ya mtihani wa pili unaofuata. Nadhani tuende mitaa ya Twiga na Jangwani sasa. Tuna mwalimu. Nani, Hemedi Morocco. Naam. Okay. Hebu tumsikilize kocha anasemaje. Nafikiri wale Gaborone timu nzuri. Ukiona kama haina organization, lakini timu moja nzuri na ngumu kweli. Ni na wachezaji wazuri, committed, wachezaji wanataka kushinda, na especially ambao timu ambayo inacheza na Simba sasa hivi. Watoto wadogo kama hivyo wanaleta challenge. Kwa hivyo ni timu ambayo inajaribu kucheza mpira, hakuwa na mbinu zaidi tu, lakini nafikiri ni timu nzuri. Kwa walikuwa wanaonyesha ile intensity yao. Kitu ambacho kikubwa kwao kilikuwa ni spirit. Walikuwa na spirit. Lakini walikuwa ni timu ambayo inacheza mpira. Hatukuanza vizuri. Baada ya dakika 20 za kwanza walikuwa wao wako juu, lakini tuliporudi katika mchezo tukajaribu kumanage. Ilikuwa na sitiza za Jiwango jaribu kumiliki sana mpira. Tulikuwa moja ya weapon yetu kubwa ilikuwa ni kumiliki mpira na kutafuta space. Kwa hivyo haikuwa rahisi, lakini nafikiri tulijaribu kumiliki mpira, tuliscore goals. End of time tuna 1-0. Ile ni big advantage kwa kwetu, ilikuwa kufuta goal mapema. Kuna watu walikuwa nafikiri labda mimi nitafeli. Nafikiri kuna watu walikuwa positive, kuna watu wako negative, ndio maisha yako hivyo, lakini mimi nilikuwa na imani, ndio maana nimekuja. Nilikuwa na imani naweza kusaidia hapa palipo. Ilikuwa ni pagumu, na nafikiri asingetokezea kocha wa aina yoyote kuja kutake over mechi kama yoyote, kuchukua timu katika mazingira kama yale kuja kucheza mechi ya leo. Kwa hivyo mimi nafikiri kwangu mimi ni credit, nimejitoa muhanga, nimeweza kufanikisha kile ambacho nilikuwa nafikiria. Looking forward, I'm happy. Pia nafikiri ndio kitu ambacho pia kilikuwa kinawapa nguvu wale opponent wetu, kwa sababu walikuwa wanaonekana wana nguvu, kwa sababu shabiki ni mchezaji wa 12, sio? Ukimpata na kwa jinsi ninavyojua Simba wanapokuwa na shabiki, mimi nafikiri wale wangekufuata 4. Hemedi Morocco, kocha wa Simba wa muda. Sawa, tumemsikia mwalimu. Tunataka tukusikie wewe. Lolote la kuzungumza kutokana na kauli ya mwalimu? Mwalimu anaonekana ameifurahia draw. Yani soka furahia draw. Morocco kafurahia kazi yake, imeenda vizuri. Yani kufuzu ni kufuzu. Haijalishi draw umefanyaje, amefuzu. Kwa hiyo kazi ambayo amepewa ya kuivusha Simba ameifanya. Hata kama ungekuwa wewe Suma umepewa bwana, tunataka Wasafi FC ifuzu hatua hii, haijalishi matokeo gani, Simba imefuzu, yeye mwenyewe amefurahi. Na mchezo unaokuja Simba anarudi tena kwa upande wa kusini mwa Afrika, kwa sababu walicheza na Botswana, wanaenda kucheza na Nsingizini Hotspurs ya pale Eswatini, na mzunguko nadhani Oscar utakuwa ule wafike Afrika Kusini, wa connect waende kwa King Mswati. Sasa hivi wanaenda kwa King Mswati. Kuna kasehemu kanaitwa Lobamba, ni mji ambao upo katikati ya Mbabane na Manzini.
una watu kama 9,900 hivi ile eneo ambao Simba anaenda kucheza, na kama unavyojua Swaziland na watu 1,200,000 na ushe nchi nzima. Kwa ni eneo ambalo wanaenda kucheza hilo, lakini pia uwanja unaingiza watu 20,000. Mashabiki wa Simba wakianza kujiorganize waliokuepo kusini mwa Afrika huko wanaweza wakaenda kuisupport team. So wamefuzu, tumpe credit Morocco, tuache kumbeza kwa sababu ni nani mwingine ambaye angekubali kuchukua jukumu hili? Unajua Somba, Hemedi Suleiman maarufu kama Morocco, si ndio? Hemedi Suleiman Ali ndiye kocha bora mzawa kwa sasa. Okay. Exactly. Unanielewa? Tuna changamoto kubwa sana ya makocha wetu wazawa, lakini pia na vilabu vyetu vikubwa na mpaka kwenye national team. This time around tumefanya mabadiliko, tumewapa wazawa, wamekaa na timu kwa muda mrefu sana na wamefika hatua ambayo hatujawahi kufikishwa hata nao makocha wa kigeni. Wawe walikuwa ni wazungu, wawe ni Waafrika wenzetu, hakuna kocha wamewahi kutufikisha hapo ambapo tumefika, tukiwa na benchi lililojaa wazawa wakiongozwa na Hemedi Morocco. Hata hivi vilabu hivi, unakumbuka kuna kipindi mzee wetu Mgunda Yeah. alipewa Simba kwa kiateka na bodi lilitembea. Yeah. Lakini kwa sababu bado inasumbua, kwa sababu Simba na Yanga ni kama wanashindana wao kwa wao. Leo hii Simba akimchukua kwenye misingi ya kudumu, permanent basis, kumchukua kocha Hemedi Suleiman na bodi likatembea kwenye season nzima, kuna uwezekano mkubwa ukaona mwaka unaokuja Yanga naye kaleta mzawa, Azam naye karudi kwenye mzawa. Kama tuna kiutamaduni hivi hasa cha Simba, Yanga na kwenye national team, kama tunafatana hivi, ukitazama numbers tuko na performance nzuri sana kwenye michuano ya CHAN sana. Hemedi Morocco ametuvusha kwenda AFCON na wasaidizi zake ambao wote ni wazawa. Amekuja hapa amepewa Simba. Ni rahisi sana ukiwa huko mtaani kuona kwamba hiyo hatua kuvuka kwa Simba ilikuwa kawaida. Lakini kumbuka Simba alikwenda away akashinda 1-0, yani ilikuwaje kawaida. Haitakiwa kuja kufanya kazi kubwa sana kuvuka kwenda hatua inayofuata ambayo amevuka. Kwa hiyo nafikiri kwa kocha Morocco issue sio sare, issue ni kuvuka. That's the point. Mzuri. Na kwenye mtoano kitu muhimu kuliko vyote huwa ni kuvuka, sio umevukaje. Ni kuvuka kwenda hatua inayofuata ambayo Simba wametimiza, and I hope kikosi kitaendelea kuimprove. Kama mwalimu atapata muda mwingi wa kutosha kukaa na timu, kuna namna Simba itaimarika tu. Unajua Oscar, ulichokisema hicho, watu wachache sana ambao wanaweza wakakisema, wachache sana. Kariba ya Tanzania Suma ni kukataa vya kwetu. Yani mtu akiwa tu Mtanzania na kitu fulani tutamtafutia kasoro. Lakini watu wachache ndio wanaweza kusema bwana kuna 1, 2, 3 huyu ni mtu, hii ni mali. Nilikuwa nazungumza na mhariri wa shirika la taifa la utangazaji la Afrika Kusini SABC kwa upande wa michezo, anaitwa Mdudu Zinjovu. Alikuwa ananiambia nimeona Simba kocha wetu huyu South Africa, huyu Afrika Kusini mwenzetu Fadu Davis ameondoka, ameenda Raja, si ndio? Lakini nimeona Simba amemchukua kocha wenu wa timu ya taifa. Yule ni bonge la kocha, kwa sababu hatukuwahi kuiona Tanzania ikiingia robo finali kwenye CHAN. Huyo ni raia wa Afrika Kusini. Umeona namna ambavyo anamfuatilia Morocco. Nimeona kabla ya mchezo ananiambia nimeona amechukua amepeleka Taifa Stars kwenye robo final CHAN, ameweka rekodi ya aina yake. Naamini huu mchezo anaenda kufanya kitu kizuri sana. Na tulikuwa tunazungumza kabla ya hata mchezo wa marudiano. Just imagine watu wa nje wanamtambua Morocco, lakini ukipita mitandaoni atakwambia tumefuzu lakini mpira ueleweki, tumefuzu hivi na hivi. Boli alijatembea. Umenielewa? Wenzetu wanamuappreciate Morocco, lakini sisi tunatafuta zile sababu ndogo ndogo, kwa sababu tu mzawa, kwa sababu tu katoka Zenji hapo na F30 tu boti kaja mpaka Dar es Salaam kuivusha Simba.